Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo ambacho kinaendelea kuletwa nami mchungaji Patrick Muhae. Endelea kufurahia. Ni kipindi muhimu sana kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Jambo muhimu ni kuombe, endelea kuniunga mkono kwenye akaunti yangu kwa kusubscribe, kulike na comment. Kwa njia hiyo utakuwa umeniunga mkono na kunibariki sana. Mungu awabariki wote ambao mmekuwa mkifanya hivi, na wewe ukifanya hivyo baraka za Mungu zipo zinakungoja. Tunaendelea na kuziangalia ahadi za Mungu. Tumeshamaliza kitabu cha Mhubiri, sasa tunaingia kitabu cha Isaya, kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Tutasoma na sura ya 9 mstari wa 6. Anasema mstari wa 14 sura ya 7 kitabu cha nabii Isaya. Anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Hii ni ahadi kwa ulimwengu. Hii ni ahadi kwa ulimwengu. Ahadi gani? Ya kuzaliwa mtoto wa kiume. Watoto wa kiume walikuwa wakizaliwa nyakati tangu dunia imeanza. Na sasa kwa nini Biblia inasema atazaliwa mtoto wa kiume, mtoto mwanaume tena? Huyu mwanaume ni wa namna gani? Anaitwa Imanueli. Huyu ni utabiri ulikuwa unatolewa hapa kwamba atazaliwa mtoto mwanaume na jina lake ataitwa Imanueli. Kisoma Injili ya Mathayo sura ya 2, Imanueli maana yake imetafsiriwa kwamba Mungu pamoja nasi. Ndio maana kumbe basi huyu Biblia inasema atazaliwa mtoto mwanamume. Tena atazaliwa na bikira. Mtoto mwanamume atazaliwa na bikira. Ni jambo la ajabu na la kushangaza sana bikira kupata mimba na kuzaa mtoto mwanamume ambaye jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Ni jambo la ajabu binadamu kumzaa Mungu. Sasa majina yake yametajwa hapa mengine. Huyu mtoto mwanamume tuliyeahidiwa. Anasema katika Isaya 9:6, anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Huyu mtoto wa kiume ambaye atakuja kwa ajili ya walimwengu, anasema tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Atakuja kama mfalme, yaani atakuja kama mfalme. Angalia majina yake. Ataitwa Mshauri wa ajabu, ataitwa alafu Mungu mwenye nguvu, lakini pia ataitwa Baba wa milele, alafu Mfalme wa amani. Huyu mtoto mwanamume tuliyeahidiwa ulimwengu, je, alishakuja? Ndiyo, alishakuja. Akazaliwa na Bikira Mariamu sawasawa na Injili ya Mathayo, Injili ya Luka inataja hapo kwamba alizaliwa. Je, huyu mtoto ni wa namna gani? Huyu mtoto ni wa ajabu, kama jina lake linavyosema, ni mtoto wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mshauri wa ajabu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mtoto huyu tuliyeahidiwa kupewa alishatokea. Kwa hiyo ahadi hizi zilikuwa za miaka mingi kabla hajatokea. Baadaye akatokea, na alipotokea watu wakampokea. Biblia inasema wote waliompokea au waliomkubali aliwapa uzima wa milele. Lakini wote waliomkataa au
aliwatupa, aliwaacha nje, lakini wote waliompokea aliwaingiza katika ufalme wa milele, na wale waliomkataa aliwatupa nje ya ufalme wa milele, ufalme wa mbinguni. Mpendwa mtazamaji wangu, huyu aliyetabiriwa Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi, je, unaye? Nakuuliza, unaye? Pamoja nasi maana yake lazima wewe na yeye muwe pamoja, na wewe pamoja naye, na yeye pamoja na wewe. Mungu pamoja nasi. Huyu yuko ndani yako, yuko kwenye maisha yako. Hujachelewa kama hayuko kwenye nafasi kwenye maisha yako, bado unaweza kufanya akawa kwenye maisha yako. Na kama yuko kwenye maisha yako na wewe uko kwenye maisha yake, heri yako. Mungu akubariki sana. Basi tukutane kwenye kipindi kinachokuja, tuendelee kujifunza na kuona ahadi zilizopo katika Biblia kwa ajili yetu. Tukutane wakati huo, na Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.